Mkuu wa mojawapo ya kampuni kubwa zaidi duniani ya kuzalisha mbolea ameonya kuwa kuendelea kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz huenda kukasababisha uhaba wa chakula. Katika mahojiano na BBC, Svein Holster wa kampuni ya Yara amesema wakulima kutoka mataifa maskini ndio watakaoathirika zaidi na kutatizika kwa mfumo wa uzalishaji na usambazaji wa mbolea uliochochewa na mzozo wa Mashariki ya Kati. Bei ya mbolea imepanda kwa 80% tangu kuanza kwa vita vya Iran. Elizabeth Kazibure anaarifu zaidi. Kukatizwa kwa upatikanaji wa mbolea na viambato vyake muhimu kutokana na vita vinavyoendelea nchini Iran kunaweza kusababisha upungufu wa hadi milo bilioni 10 kwa wiki duniani kote, na athari zake itazikumba zaidi nchi maskini. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Yara, Svein Tore Holster, ameiambia BBC kwamba kwa sasa hadi tani 500,000 za mbolea ya nitrogen hazizalishwi duniani, na hali hii itaathiri kwa kiwango kikubwa zaidi nchi maskini ambazo ndizo zitakazopata pigo la kwanza na kuhatarisha uzalishaji wa chakula duniani. What does that mean for food production? Ina maana gani kwa uzalishaji wa chakula? Kwa kutumia makadirio ya kawaida katika hilo, ningeweza kufikia hadi milo bilioni 10 ambayo haitazalishwa kila wiki kutokana na ukosefu wa mbolea. Lack of fertilizers. Misimu ya upandaji wa mazao hutofautiana katika sehemu mbalimbali za dunia. Pamoja na hayo, Uingereza haiwezi kukumbwa na uhaba wa chakula. Gharama zinazoongezeka zinazowakabili wazalishaji wa chakula zinatarajiwa kuanza kujitokeza katika baadhi ya bidhaa. Zaidi ya hayo, huu ndio msimu wa kilele wa upandaji, ili hali barani Asia wakulima ndio wanaanza shughuli hizo. Nchi zilizo katika hali dhaifu zaidi kiuchumi ndizo zitakazoathirika kwa kiwango kikubwa. Baadhi ya maeneo hayo ni kusini mwa jangwa la Sahara, India, pamoja na baadhi ya sehemu za Asia ya kusini mashariki. Hapa tunazungumzia usalama wa chakula, si tu kupanda kwa bei ya mbolea. Tunazungumzia uwezo wa kuzalisha chakula cha kutosha kulisha idadi ya watu. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kiuchumi, athari za upungufu wa mbolea barani Asia hazitaonekana mara moja katika bei za chakula hadi mwishoni mwa mwaka, wakati ambapo mavuno yaliyopaswa kupandwa katika msimu wa masika yatakapokuwa madogo kuliko ilivyotarajiwa au kutopatikana kabisa. Profesa Paul Teng, mshiriki mwandamizi katika masuala ya usalama wa chakula nchini Singapore, amesema kuwa baadhi ya nchi huenda zikawa na mbolea ya kutosha kwa msimu wa upandaji kwa sasa, lakini ikiwa mgogoro huu utaendelea kwa muda mrefu zaidi, tutashuhudia athari kwa mazao kama vile mpunga katika miezi ijayo. Kauli za Profesa Paul zinaungwa mkono na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye ameweka bayana hatari inayotukabili kuhusiana na kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. I'm deeply concerned about the curtailment of navigational rights and freedoms in the area of the Strait of Hormuz. Nina wasiwasi mkubwa kuhusu kupunguzwa